Ndugu zangu katika iman, katika msikiti huu wa Mwenye Mkuu Magomeni Mapipa, Dar es Salaam, leo tukiwa tunaingia katika sehemu yetu ya pili ya matukio 7 yaliyotokea ya kihistoria katika mwezi huu wa mfungo mosi. Jana tumeeleza baadhi kwa muhtasari, na leo tutaeleza tukio moja ambalo ni Ghazwatul Ahzabi au Ghazwatul Khandaqi. Ghazwatul Ahzabi au Ghazwatul Khandaq, vita ya makundi au vita ya handaki. Kwa nini vita hiyo moja ina majina mawili, Ghazwatul Ahzabi na Ghazwatul Khandaq? Na neno ghazwa ni nini? Ghazwa ni neno ambalo maana yake hiya allati sharaka fiha an-nabiy sallallahu alayhi wasallama ma ashabihi. Ghazwa ni vita ambayo mtume alishiriki yeye pamoja na masahaba wake, inaitwa ghazwa. Ghazwatun muthanna yake itakuwa ni ghazwatani, jamu yake itakuwa ni ghazawat. Sasa ghazwa, ahzab ni jamu hizb. Hizbun ni kundi, lakini ahzab ni makundi. Kuna khandaq, handaki. Hata Kiswahili tunapolitumia neno handaki tunalitumia ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kiarabu. Sisi kwa Kiswahili tunalisema handaki, lakini Kiarabu chenye inatamkwa khandaqun. Watu wa lugha wanasema, wanalitafsiri ama wanalitolea taarifu neno khandaq, wanasema naw'un min al-hufari fi at-turba au tajwifat. Khandaq ni aina ya mashimo yanayochimbwa ardhini, yanachimbwa ardhini, haithu yakunu umuman al-umqu akbaru min al-ardi, kiasi ambacho linapochimbwa chini linakuwa ni refu sana kuliko upana wake. Kwa hiyo shimo linalochimbwa, kwa mfano kwa namna ya mfereji, kutoka hapa mpaka pale kwenye kamera, ama kutoka hapa kwenye kamera mpaka pale mwisho, tukichimba kwenda chini, linaitwa handaki. Kwa hiyo na vita hii ilikuwa ni vita ya handaki kwa sababu ilichimbwa handaki. Na ilikuwaje? Tutamwangalia hapa bwana mkubwa huyu katika kitabu hiki Ar-Rahiqul Makhtum, bahthun fi sirati an-nabawiyya ala sahibiha afdalus salatu wassalam. Mwandishi ni Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, ambaye ni tabaa ash-shar'iyya, na katika ukurasa wa 265. Sababu ya vita hii ni nini? Sababu ni kwamba Ghatafan, kharaja hadha alwafdu ila Ghatafan, lilitoka kundi la Mayahudi, kharaja 20 rajulan min zu'ama'i alyahud, walitoka watu 20 katika viongozi wa Mayahudi katika makabila ya Banu Qainuqa, Banu Nadhir na Banu Quraidha. Wakatoka kusafiri kutoka Madina kwenda Maka. Wasadat Bani Nadhir ila Quraish bimakka, wakatoka wale ambao ni watu muhimu katika kabila la Bani Nadhir na Bani Quraidha mpaka kwenda Makka. Yuharridunahum ala ghazwi rasul, walikuwa wanawahamasisha
wanajenga chuki kwamba lazima wakampige vita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayuwalunahum alaihi, wakasema na wao watawaunga mkono katika hiyo vita, kumuua Mtume na kumpiga vita. Wawaaduhum min anfusihim bin nasr lahum, Mayahudi wakawaambia, sisi Mayahudi tutasimama na nyinyi Makuraish kumpiga huyu Muhammad na kumuua. Faajabatuhum Quraishun, Makuraishi wakasema sawa, tupo tayari, tuko tunamtafutia timing. Wakanat Quraishun, na walikuwa hawa Makuraish, qad akhlafat maw'idaha fil khuruj ila Badrin, walikuwa wameacha, yani wana mambo yao ambao wanakumbuka katika vita ya Badr, kwa sababu hii ni vita ya mwaka wa 5. Faraat fi dhalika inqadhan lisum'atiha, wakaona kwenda kumuua Mtume Muhammad na kumpiga vita itakuwa ni sababu ya kusaidia kuokoa ile heshima yao. Thumma kharaja hadha alwafdu ila Ghatafan, ugeni huu wa Mayahudi 20 wakaenda kwenye kabila la Ghatafan. Fadaahum ila ma daa ilayhi Quraishan, wakawaambia vile vile, tunaomba sisi tusimame na nyinyi tumuue Muhammad. Fastajabu lidhalika, wakakubali. Thumma tafa alwafdu fi qabail alarab, kisha ule ujumbe wa Mayahudi ukazunguka katika makabila yote ya Kiarabu. Yad'uuhum ila dhalika, wanawaomba, wanawahamasisha, wanawashawishi kuweza kumpiga vita Muhammad. Fastajaba lahum man istajaba, kuna makabila yalikubali kwamba tuko tayari kwenda kumpiga vita Muhammad. Wa hakadha, hivi hivi, najaha sasatul yahud, walifanikiwa viongozi wa Mayahudi, waqadatuhum, na wale ambao walikuwa wanaongoza ile kampeni, fi ta'libi ahzabil kufri, katika kuyaunga makundi ya kikafiri, ala nabii sallallahu alayhi wasallam wal muslimin, dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Angalieni ndugu zangu, madha nastafidu min hadha, tunapata fundisho gani? Kwamba makafiri wanapofika pahala wanapotaka kumpiga vita Muislamu, kumchukia, huwa wanaacha tofauti zao za ukafiri wao, wanaangalia lengo la kumpiga vita Muislamu au kuupiga vita Uislamu au kumchukia Muislamu ambaye huenda ana jambo fulani analifanya pahala au katika eneo au katika nchi wao hawalitaki. Wanaacha chuki zao zote, lakini wanamkusudia huyu Muislamu. Ndio maana Qur'ani ikasema, ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum, nyinyi Waislamu. Ha alitambihi, harfu min hurufi tambih, ha antum, manake nyinyi Waislamu, tuhibbunahum, na wapenda hawa makafiri, wala yuhibbunakum, wao hawakupendeni. Sasa baada ya hapo sasa, wa ala ithri dhalika, baada ya hapo, kharajat min aljanub Quraish, wakawa wametoka upande wa kusini mwa Maka, Makuraish wa Kinana na Bani Kinana, wa hulafauhum, pamoja na wale walioungana nao, min ahli Tihama, kutoka katika wenyeji wa Tihama. Waqadahum Abu Sufyan fi 4000, Abu Sufyan akaongoza kile kikosi kikiwa na watu 4000. Wawafahum Bani Sulaim, wakawa wameungwa mkono na kabila la Banu Sulaim, bimarri Dhahran, kutoka ka eneo ambalo ni Marri Dhahran, mpaka sasa lipo ndani ya Saudia. Wa kharajat min ash-sharqi, likatoka kundi lingine kutoka mashariki mwa Makka, qabailu Ghatafan, makabila ya Ghatafan. Wa Fazara, na Fazara, yaquduhum, haya makabila yalikuwa yanaongozwa na nani? Uyayna ibn Husni, wanaongozwa na huyu mtu anaitwa Uyayna. Wa Banu Murra, na Banu Murra, yaquduhum, alikuwa kiongozi katika kabila la Banu Murra Al-Harith bin Auf, Harith bin Auf. Wa Banu Ashja, likaya kabila la Banu Ashja, yaquduhum, aliyekuwa anawaongoza Mis'ar ibn Ruhaila, akawa anaongoza hivyo. Kama kharajat Banu Asad, wakatoka wengine Banu Asad.
Wattajahat hadhihi al-ahzab, hawa watu wakawa wameelekea nahwa al-Madina, upande wa Madina, ala mi'adin kanat qad ta'aqabat au ta'aqadat alayhi, walikwenda walikubaliana kwamba siku fulani, muda fulani, pahala fulani twende tukakutane. Kwa ina maana Mtume sallallahu alayhi wasallama akawa amepata habari, akapata habari kupitia vyanzo vyake ambavyo alivyokuwa ameviweka katika serikali yake ya Kiislamu. Kwa hiyo wakawa wamekwenda kikosi kilichotoka kule mpaka kufika Madina. Anasema Sheikh katika Rahiqul Maktum, wa baada ayamin, baada ya masiku, tajammaa hawla almadinati, likawa limekusanyika pembezoni mwa mji wa Madina, jaishun aramram, jeshi kubwa zito, yablughu adaduhu 10,000 muqatil, jeshi la makabila mbalimbali na Mayahudi ambao wamekuja kuupiga Uislamu Madina kumuua Mtume walikuwa wanafikia 10,000.